Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki, na huko Rabat ni saa 11:30 jioni. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamane. Basi kama upo maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, redio Ngoma ya Amani Fizi, inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania pamoja na Burundi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vile inapatikana kwa masafa marefu. Ni Jumanne tarehe 6 Januari. Hii leo macho yote bado yako katika kinyang'anyiro cha mataifa bingwa Afrika AFCON, ambapo timu zimekata tiketi za robo finali. Lakini kwanza hebu tupate taarifa za habari tukiletewa naye Angela Ngendo. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera ameshinda muhula wa 3 kwa mujibu wa matokeo ya kura za urais ambao ulifanyika Disemba mwaka jana. Kiongozi huyu ambaye aliwahi kuwa mhadhiri wa somo la hesabu alitarajiwa kutoa ushindi mkubwa baada ya muungano wa vyama vya upinzani kususia uchaguzi. Upinzani ulilalamikia sheria ya uchaguzi na kusema haikuwa sawa. Touadera alitetea uongozi wake kwa kuimarisha usalama nchi ya CAR, taifa ambalo limekuwa na msukosuko wa usalama tangu waasi kuteka mji mkuu wa Bangui mwaka 2013 na kumuondoa madarakani Rais Francois Bozize. Serikali imetegemea mamluki wa Urusi pamoja na jeshi la Rwanda kukabili makundi ya wapiganaji na ya kihalifu. Rais Touadera alipata 76% kura, huku wapinzani wake Anicet Dugule na Henri Marie Dura wakipata 15% na 3% mtawalia. Vyama vya upinzani vinataka ushindi huo ufutwe na kusema ulikumbwa na ulaghai. CAR ilikuwa taifa la kwanza Afrika kualika mamluki wa Kirusi kulinda usalama wa raia na rais wake. Rais wa Marekani Donald Trump ameamrisha kikosi maalum cha usalama wa taifa kutumwa katika eneo la Minnesota, hali ambayo imezidisha wasiwasi miongoni mwa jamii ya Wasomali wengi ambao wana uraia wa Marekani. Jumla wanajeshi 2,000 pamoja na kikosi cha kukabiliana na wahamiaji haramu ICE wameanza kuwasaka raia wasio na vibali rasmi ili kuondoa nchini humo. Minnesota imekumbwa na wimbi la kisiasa baada ya utawala wa Trump kudai kwamba jamii ya Wasomali walihusika na ulaghai wa fedha za umma zilizotolewa kama mgao wa dharura wakati wa janga la maradhi ya COVID-19. Wanasiasa wa eneo hilo hususan mbunge Ilhan Omar wamepinga tuhuma hizo na kusema Rais Trump analenga jamii hiyo pasina sababu yoyote. Trump ametaka raia wenye asili ya Kisomali katika eneo la Minnesota kuondolewa na kufutiwa vibali vya uraia na warejeshwe nchi asilia walikotoka, kidai hawana faida kwa nchi ya Marekani. Mahakama moja nchini Tunisia imewaachia huru wahudumu wa kutoa misaada ya kibinadamu walioshtakiwa kuingia nchini humo bila vibali. Wahudumu hao wamekuwa kizuizini kwa karibu miaka 2 baada ya kulaumiwa pia kwamba waliwasaidia wahamiaji haramu kuingia nchi hiyo. Mkurugenzi wa shirika hilo la kibinadamu Sherif Fariahi aliweka picha yake na wenzie wakiondoka korokoroni. Shirika lake la Terre d'Asile liliweka kwenye tovuti yake kwamba wahudumu wote waliokuwa kizuizini wameachiwa huru na kusema wataendelea kusaidia jamii. Wahudumu hao walikamatwa na kuhukumiwa jela pamoja na wafanyikazi 17 manispaa ya mji wa Sousse ambao waliwakodisha eneo maalum kama makao makuu. Wafanyikazi hao walishtakiwa kuwapa hifadhi raia wa kigeni wasio na vibali kuingia nchi ya Tunisia. Wengi wao walihukumiwa miaka 10 gerezani, lakini wameachiwa huru pamoja na wahudumu hao wa misaada. Wanajeshi 9 wa Nigeria wamefariki dunia baada ya gari lao kukanyaga bomu la kutegwa ardhini katika jimbo la Borno kaskazini mashariki ya nchi. Duru za usalama zimethibitisha tukio hilo kutokea vijiji vya Bidundu
usiku wa Jumapili. Msemaji wa jeshi amesema maafisa wa usalama wataendelea kuwasaka waliohusika na shambulio hilo. Nigeria imekumbwa na visa vya uhalifu katika miezi ya karibuni ambapo magenge yamekuwa yakiwateka nyara raia, kuua raia kiholela na uporaji wa mali. Rais Donald Trump aidha aliamrisha shambulio la kijeshi kaskazini mwa Nigeria kulenga kile alitaja kama makundi ya kigaidi yanayolenga kuangamiza jamii za Kikristo. Na karibu raia 70,000 wametoroka kutoka makazi yao katika majimbo ya Kordofan nchini Sudan kufuatia mapigano makali. Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM linasema mapigano makali ambayo yamekuwepo katika eneo hilo tangu mwezi Oktoba mwaka jana yamesababisha maelfu ya raia kuhama makazi yao. IOM anasema wanajeshi wa serikali wameendelea na mashambulizi yake dhidi ya wapiganaji wa kundi la RSF katika majimbo ya Kordofan kaskazini, kusini na Kordofan magharibi. Jeshi la wanamgambo la RSF limeendesha kampeni yake kudhibiti maeneo yote ya magharibi mwa Sudan, ikiwemo jimbo la Darfur. Namshukran sana Angela, na moja kwa moja ikiwa imesalia wiki moja tu Uganda kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 15 Januari. Hali ya kisiasa nchini humo ni inaendelea kuzua hofu na wasiwasi mkuu. Shirika la kimataifa la haki za binadamu Amnesty International imetoa ripoti nzito inayoishtumu serikali ya Uganda kwa kuwabana na kuwanyanyasa wafuasi wa upinzani, hatua ambayo mashirika ya kiraia yanasema inalenga kunyamazisha sauti huru kabla ya uchaguzi. Wakati huo huo, pia mjadala mwingine unaozua taharuki ni hatma ya huduma ya mtandao wakati wa uchaguzi. Ingawa serikali ya nchi hiyo imekanusha madai ya kuzima mtandao, Uganda imesema maamuzi yatategemea na mazingira ya kiusalama yatakayo kuwepo. Huyu hapa Sadam Mobale na ripoti hiyo kutoka Kampala, Uganda. Ikiwa imesalia wiki moja tu Uganda kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 15 Januari mwaka 2026, hali ya kisiasa nchini inaendelea kuzua hofu na wasiwasi. Shirika la kimataifa la haki za binadamu Amnesty International limetoa ripoti inayotia wasiwasi mkubwa, ikiutumu serikali ya Uganda kwa kuwabana na kuwanyanyasa wafuasi wa upinzani katika kile walichokitaja kama kampeni ya kikatili ya ukandamizaji kabla ya uchaguzi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vyombo vya usalama vya Uganda vimetumia nguvu kupita kiasi dhidi ya mikutano ya vyama vya upinzani, hatua ambayo Amnesty International inasema ni kinyume cha sheria. Ripoti hiyo pia inaangazia kukamatwa kwa watetezi wa haki za binadamu ambao wamekuwa wakikosoa serikali vikali. Miongoni mwa waliokamatwa ni Daktari Sara Birete, mtetezi mashuhuri wa haki za binadamu ambaye ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi mwenza wa kituo cha utawala wa katiba. Dr. Birete amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Uganda. Mashirika ya kiraia yamekemea vikali kukamatwa kwake, yakisema ni juhudi za kunyamazisha sauti huru kabla ya uchaguzi. Simon T. Kawaida ni mwanaharakati na mchambuzi. Kwa kuwa ukiangalia huyu Sara Birete na wengine, kuna maoni, yani hii serikali mtu akiwa na maoni tofauti akitaja maoni yake wanadhania mambo mengine. Nakumbuka mwaka 2021 ulikuwa na huyu mwanasheria huyu Nicholas Opio, naye alikuwa mstari wa mbele akizungumzia masuala yaliyokuwa yanaendelea kuhusu siasa, kuhusu serikali ambayo inaongoza. Lakini nakumbuka vile waliomtia mbaloni wakisema kwamba kuna watu ambao wanampa ufadhili ila aseme mambo aliyokuwa anasema. Ukiangalia masuala yake na huyu Sara Birete ni tofauti. Yani mtu akigusia kwa swala yenyewe ambalo linahusu uongozi huu, watu wanasema labda kuna wale ambao wanampa ufadhili ila aseme haya masuala yote kuhusu serikali hii au kuonyesha dunia nzima kwamba uongozi hakuna demokrasia. Lakini ukiangalia kama video zile ambazo alikuwa anazungumzia masuala ambayo yanahusu demokrasia, mimi sioni jambo lile ambalo, ingawa mambo yanaendelea bado tunagonjea afisi yenyewe kwa koti, lakini mimi. Wakati huo huo, kumekuwepo madai mengi kwenye mitandao ya kijamii kwamba serikali inapanga kuzima mtandao wa interneti wakati wa uchaguzi. Hata hivyo, serikali imekanusha madai hayo.
Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari jijini Kampala, katibu mkuu Wizara ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano pamoja na uhamasishaji wa taifa, Amina Zawedi, alikanusha mipango ya kuzima interneti na kuzuia matangazo ya moja kwa moja ya mchakato wa uchaguzi. One of the most persistent claims currently circulating is that the government of Uganda intends to switch off the internet during elections. But let me state this clearly. Serikali haijatangaza, haijaelekeza, wala pia haijaelekeza uamuzi wowote wa kuzima mtandao wakati wa kipindi cha uchaguzi. Madai hayo ni ya uongo na yanapotosha. Claims suggesting otherwise are false claims and are therefore misleading. Katibu mkuu huyo alisema kuwa mazingira yatakayokuwepo wakati wa uchaguzi ndiyo yatakayoonyesha maamuzi yoyote yatakayochukuliwa kwa kushirikiana na wadau husika kuhusu iwapo interneti itazimwa au la. Mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Mawasiliano ya Uganda ICC Nyombi Thembo naye alithibitisha msimamo huo. That so far there is no indication. Hadi sasa hakuna dalili kwamba mtandao utafungwa. Ikiwa itatokea hali yoyote itakayolazimisha kuchukua hatua hiyo, tutakuja kuwajulisha sababu za uamuzi wetu. In that direction, we will come back to the same podium and brief you and tell you why we've decided to take that action. Aidha, Tume ya Mawasiliano ya Uganda imesitisha shughuli za waendeshaji wote wa satellite za kigeni wasiokuwa na leseni nchini Uganda. Kwa mujibu wa Nyombi Thembo, baadhi ya watu waliokuwa wameanza kutumia teknolojia ya satellite za Starlink bila kupata vibali vinavyohitajika kisheria. We've been seeing in the market there have been people who have been using these Starlink terminals. Uchunguzi wetu umebainisha kuwa baadhi ya watu wamekuwa wakitumia teknolojia ya Starlink kupata mtandao wa internet. Hii ni kinyume na sheria, kwani Starlink hawajapatiwa leseni ya kufanya kazi nchini Uganda. Zaidi ya hayo, vifaa vyote vinavyotumika lazima vipatiwe idhini na tume kabla ya kutumika nchini. Type approved. Ikumbukwe kuwa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2021, serikali ya Uganda ilizima interneti ikieleza sababu za usalama wa taifa na kuzuia upotoshaji wa taarifa. Kadri Uganda inavyoelekea kwenye uchaguzi wa Januari 15, historia hiyo inaendelea kuongeza hofu na mashaka miongoni mwa wananchi kuhusu yatakayojiri katika kipindi cha uchaguzi. Sadam Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kampala. Utawala wa Angola unasema umetoa pendekezo jipya linalonuia kutatua mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Angola, Joao Lourenço, amesema pendekezo lake limeridhiwa na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi. Kiongozi huyo wa DRC amekuwa katika ziara ya ghafla nchini Angola. Juhudi za awali kumaliza mapigano mashariki mwa DRC zimekosa kuzaa matunda baada ya mikataba kadhaa ya amani kukosa kufanyikiwa. Hatua za hivi karibuni ikiwa ni mwafaka wa amani wa Washington ambao ulifadhiliwa na Rais Donald Trump. Huu hapa pia inaonekana haujafanikiwa. Kutoka Kinshasa, huyu hapa Mbeleshi Msoshi akiarifu zaidi. Kulingana na rais wa DRC Felix Tshisekedi ambaye alizungumza na mwenzi wa Angola muda mfupi kabla arudi Kinshasa hapo jana, Joao Lourenço Angola aliwasilisha mapendekezo ambayo aliyaona kuwa ya kuvutia sana na ambayo yanaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo huu wa mashariki mwa DRC. Mchakato wa Luanda, mji mkuu wa Angola ambao ulizinduliwa Novemba mwaka 2022, ulikuwa unalenga kupunguza mvutano kati ya DRC na Rwanda pamoja na kutatua mgogoro wa usalama mashariki mwa nchi, hasa kuhusiana na uasi wa M23 ulionekana kugonga mwamba na rais aligeuza macho doa na Washington. Lakini pia kwa sasa Felix Tshisekedi amesema michakato haya mbili haijawekwa kando, lakini matumaini bado ingali kwa rais wa Angola pia. President Joao Lourenço qui est d'ailleurs notre champion en Afrique pour la paix. Kwa bahati mbaya vita vinaendelea, lakini tuna kiongozi mzuri, Rais Joao Lourenço Angola, ambaye pia ni bingwa wetu wa amani barani Afrika.
na kwa hivyo shukrani kwa mpango wake. Naamini amani itarudi, nina uhakika naye. Bila shaka ni muhimu kila wakati kufafanua michakato ya amani ya Washington na Doha. Créer un autre processus. Il ne sort d'aucun processus. Nous restons bien dans le processus de Doha et de Washington. Mkutano huu kati ya Rais Tshisekedi na mwenzio wa Angola unafanyika mwezi mmoja baada ya kuidhinishwa kwa makubaliano ya Washington kati ya Kinshasa na Kigali mbele ya Rais wa Marekani Donald Trump, na huku mapigano yakizidi kuongezeka mashariki mwa nchi. Tangu kusainiwa kwa makubaliano haya, Tshisekedi amekuwa akifanya mashauriano mengi ya kikanda. Mnamo tarehe 20 Disemba mwaka uliopita, alimtuma balozi wake mkuu Antoine Gonda kwenda Congo Brazzaville kumjulisha rais wa Congo Denis Sassou Nguesso, kiongozi mkuu zaidi wa eneo hilo, kuhusu maendeleo ya hivi karibuni ya usalama na kibinadamu mashariki mwa DRC. Katika juhudi za kutafuta amani nchini DRC, mkutano wa mawaziri wa kikanda umepangwa kufanyika kuanzia Januari tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi huu huku Livingstone, Zambia. Togo pia inapanga mkutano mwingine Lomé mnamo Januari tarehe 17 mwaka huu chini ya uongozi wa Rais Faure Gnassingbé. Mbeleti Msoshi, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Kinshasa. Namshukran sana Mbelechi. Tunasonga mbele ambapo kujadili hatua za sasa kutatua mzozo wa DRC, mwenzangu Silvanus Karemera amezungumza na mchambuzi wa masuala yanayohusiana na siasa na utawala katika nchi za maziwa makuu, na hususan anazungumzia hali huko Kongo. Ni sababu rais hataki shida itatuliwe kimazungumzo. Sababu wapatanishi sio shida. Alikuwa na wapatanishi wengi na hao wote wapatanishi hataki kuwaitika wakati wanampigia kuja, hataki kuja. Sasa sijui kwamba Angola inaweza kutatua mzozo ambao Katari haijaweza kutatua. Unadhani hali kama hii inapeleka wapi mzozo huu? Kitu mimi naona ni kwamba mzozo mahali na peleka ni kwamba uwezi ukatatulika, sababu nia ya kisiasa ya kutatua huu mgogoro Rais Tshisekedi hana. Sababu nilikuwa nasema kwamba kabla haya mazungumzo yaende Doha, mazungumzo kati ya AFC M23 na serikali ya DRC, walianzia mazungumzo Rwanda, wakati Rwanda na DRC walikuwa wanazungumza. Ukikumbuka Disemba mwaka 2024 ndio walikuwa wanatarajia kusaini huo mkataba, lakini sababu Rais Tshisekedi alikataa kuongea na waasi ambao anapigana nao, Rwanda ikakataa kusaini mkataba sababu ilikuwa inajua hauwezi kutekelezwa wakati makundi ambayo yanapigana au side ambazo zinapigana DRC hazitaki kuelewana na kuzungumza. Ndio maana Rwanda ikafail, alafu mazungumzo yakahamia Washington, na wakati walienda Washington wakakubaliana kwamba AFC M23 wataenda kuzungumza Doha nchini Qatar. Sasa leo hii sijui kurudi Angola kuambia wapatanishi, sijui watapatanisha nani na nani, sababu Qatar hawajashindwa kuwapatanisha na hawajashindwa kuwasaidia. Sasa sijui, nafikiri hii ni mambo Rais Tshisekedi anafanya kwa kujaribu kuchanganyikisha watu. Haya basi, tuelekee nchini Uganda ambapo inaelekea kwenye uchaguzi mkuu katika mazingira mazito yanayotia hofu kuliko matumaini, huku anga la kisiasa likigubikwa na ukandamizaji, mateso na matumizi ya mkono wa chuma dhidi ya upinzani. Badala ya ushindani wa hoja na sera, kampeni zimegeuzwa uwanja wa vitisho na nguvu za dola, hali inayotia doa uhalali wa zoezi zima la kidemokrasia. Katika tahariri hii, Shisia Wasilwa anauliza swali nzito linalotikisa msingi wa siasa za Uganda. Baada ya zaidi ya miongo minne madarakani, ni kipi ya Rais Yoweri Kaguta Museveni anachokileta kwa taifa, mbali na ahadi zile zile na siasa za hofu? Haya basi, tega sikio. Taswira inayojitokeza Uganda leo ni ya taifa linalojiandaa kwa kile kinachoitwa uchaguzi, lakini kwa vitendo linashuhudia kile kinachofanana zaidi na mchezo wa kuigiza wa kisiasa. Upinzani unazuiwa kufanya kampeni zake kwa uhuru, mikutano ya hadhara inatawanywa kwa nguvu, na wafuasi wa vyama pinzani
wanapigwa hadharani mbele ya kamera bila aibu wala uwajibikaji. Hili si jambo jipya, lakini ukali wake umefikia kiwango kinachotia wasiwasi mkubwa. Kauli ya Bobi Wine kwamba Uganda haitakuwa na uchaguzi bali ni mchezo tu kwa sababu mshindi tayari anajulikana, imegusa hisia za wengi ndani na nje ya nchi, si kwa sababu kauli hiyo ni ya kishabiki, bali kwa sababu inaakisi uhalisia unaonekana wazi. Mazingira yasiyo sawa ya ushindani wa kisiasa, vyombo vya dola vinavyoonekana kuegemea upande mmoja, na hofu inawafunga raia kabla hata hawajapiga kura. Rais Yoweri Museveni aliye madarakani kwa takriban miongo minne ameendelea kukataa wito wa kuachia madaraka. Hapa ndipo swali la msingi linapoibuka: ni kipi kipya anachotaka kuwaletea Waganda ambacho hakukifanya katika miaka 40 ya uongozi wake? Ikiwa muda huo wote haukutosha kujenga taasisi imara za demokrasia, kuhakikisha mabadiliko ya amani ya uongozi na kulinda haki, za msingi za raia, ni mantiki ipi inayobaki ya kuendelea kung'ang'ania madaraka? Historia inaonyesha kuwa tawala ndefu mara nyingi hupoteza uwezo wa kujisahihisha. Zinapofika hatua hii, uchaguzi hubaki kuwa zoezi la kuthibitisha uhalisia uliokwisha amuliwa, si chombo cha wananchi kutoa maamuzi yao. Ndio maana shutuma za matumizi ya nguvu dhidi ya upinzani ni ishara ya hofu ya kura, hofu ya sauti ya wananchi na hofu ya mabadiliko. Uganda inastahili zaidi ya uchaguzi wa jina tu. Inastahili mchakato huru, wa haki na wa kuaminika, unaoruhusu kila sauti kusikika bila vitisho. Demokrasia haishi kwa sanduku la kura pekee, bali mazingira yanayoheshimu uhuru wa kujieleza, kukusanyika na kushindana kisiasa. Kadri uchaguzi unavyokaribia, macho ya Afrika na dunia yako Uganda. Swali si tena nani atashinda, bali kama uchaguzi wenyewe utakuwa huru na wenye haki. Na kwa kweli mshindi tayari anajulikana, basi huo si uchaguzi, ni tamthilia ya kisiasa inayochezwa kwa gharama ya matumaini ya wananchi. Michuano ya kubaini atakayenyanyua kombe la AFCON sasa limeingia awamu ya msisimko. Hii ni baada ya miamba wa soka barani Afrika, Misri, Nigeria, Senegal, Mali, Cameroon na wenyeji Morocco kutinga robo fainali. Mwanamichezo wetu Gabriel Ingubu anatupasha zaidi. Magoli manne yaliyozamisha The Mambas ya Mozambique sasa yameondoa ukanda wa Afrika Kusini kwenye kinyang'anyiro cha AFCON punde baada ya Bafana ya Afrika Kusini kufukuzwa na Indomitable Lions ya Cameroon. Super Eagles ya Nigeria ambao walitawala mchezo kwa pasi za hakika, kasi ya time lenga window na chenga za umakini waliwahi kupata goli la kwanza dakika ya pili, japo kipendera kiliinuliwa kwa kuwa Victor Osimhen alikuwa ameotea. Dakika 20 baada ya kusoma ulegevu wa Mambas, Super Eagles walipata goli lao la kwanza kupitia mshambulizi matata Ademola Lookman anayechezea klabu ya Atalanta, na kisha dakika 5 baadaye wakawadona tena Mambas kwa jeraha na kufanya mambo mbili bila kipindi cha kwanza kupitia Victor Osimhen anayepiga ya kulipwa Galatasaray. Kipindi cha pili The Mambas hawakupewa nafasi ya kupumua na hivyo wakaridhia kuongezewa magoli mawili bila jibu. Katika historia, Super Eagles na The Mambas wamewahi kukabana mara 5, huku Eagles ikishinda mara 4 na The Mambas wakilazimisha sare mara 1. Kikosi cha Super Eagles ambacho kimesukwa kwa kujumuisha wachezaji 6 wanaotumikia vilabu vya ugaibuni sasa wanasubiri matokeo baina ya The Leopards ya DRC na Desert Foxes ya Algeria ambao bado wanaguarana katika uga wa Moli El Hassan mjini Rabat. Sala za heri njema kutoka ukanda wa Afrika Mashariki zinamiminikia The Leopards wa wazidi nguvu The Desert Foxes wa Algeria, kwa maana ndiyo timu ya pekee iliyosalia mashindanoni kutoka Afrika ya Mashariki. Hapo kabla, pekta kati ya Misri na Benin iliishia Misri kugandamiza Benin kwa kichapo cha mabao 3-1 na kuwakatia tiketi ya robo fainali. Sasa Pharaohs wa Misri wanasubiri kivumbi kikali kitakachotifuliwa ugani Marrakesh baina ya mabingwa wa AFCON mwaka 2023 Ivory Coast na watoto wa Generali Traore, Burkina Faso.
Tayari Senegal, Mali, Morocco na Cameroon walishawasili kwa jukwaa la robo finali, na mechi za tarehe 9 na 10 hizo zitakazotupatia watakao menyana kwa awamu ya nusu finali za AFCON. Gabriel Ingubu, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika Michezo. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi hivi sasa, shukran na karibu. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tutafute kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka pia kusubscribe, yani jiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Amwafrika. Vile vile, kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, Redio Ngoma ya Amani Fizi, inapatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Unaweza pia kutufuatilia katika matangazo ya Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika kupitia redio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vile vile inapatikana kwa masafa marefu. Kwenye neno la siku hii leo tunaangazia maana ya neno maono. Kwa ujumla, maono yanamaanisha uwezo wa kuona mbali, kuwa na picha ya baadaye kuhusu jambo fulani, kwa kimombo vision, malengo au mpango, kusudi la muda mrefu la mtu, kampuni au taifa, hali ya kiroho, ndoto, jambo analoonyeshwa mtu akiwa katika hali ya jozi au kiroho. Tutasema kwa kimombo revelation ama apparition. Mifano katika sentensi. Ili kuelewa vizuri hapa, kuna mifano kulingana na matumizi tofauti. Katika uongozi na maendeleo, yani vision ama goals, tunaweza sema rais huyo ana maono makubwa ya kuifanya nchi yetu iwe na viwanda vingi ifikapo mwaka wa 2030. Bila kuwa na maono ya kimaisha, ni rahisi kupoteza mwelekeo na muda wako. Katika biashara au taasisi, maono ya kampuni yetu ni kuwa mtoa huduma bora wa interneti katika ukanda wa Afrika Mashariki. Meneja mpya amekuja na maono yanayolenga kuongeza ufanisi kazini. Katika imani au hali ya kiroho, yani revelations ama dreams kwa kimombo, nabii alieleza kuwa alipata maono usiku kuhusu mvua kubwa itakayonyesha. Katika maono yake aliona mji ukiwa umejengwa kwa dhahabu tupu. Katika muktadha wa kwamba watu wanapangilia mambo mengi kuhusiana na mwaka huu, tunaweza kusema kwamba Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika ina maono makubwa sana mwaka huu mpya wa 2026. Neno maono na maana fupi ni picha ya baadaye au malengo ya mbali, ndoto, picha unazoziona ukiwa umelala au matamanio, jozi, hali ya kuona vitu visivyo vya kawaida ukiwa macho au nusu usingizi. Haya basi, je, utatumia neno hili vilivyo? Maono yako ni yepi katika mwaka huu wa 2026? Tegea Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika ili tuendelee kukupatia misamiati tofauti ya Kiswahili. Je, msikilizaji, ni neno lipi la Kiswahili ambalo linakufanya ujikune kichwa kwa kuwa pengine hauna uelewa wa kina kuhusiana na neno hilo? Tutumie kupitia mitandao yetu ya kijamii na tutakuwa huru kabisa kufanya uchunguzi wetu na utafiti wetu wa misamiati, na utausikia hapa katika idhaa uipendayo ya Kiswahili. Na bila shaka asanteni sana wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za nchi zilizoko maziwa makuu. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi pia kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo mpenzi msikilizaji. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwa heri kwa sasa na uwe na jioni njema.